Kifo cha mshereheshaji na mchekeshaji maarufu nchini Tanzania Emmanuel Matiasi, anayejulikana zaidi kama MC Pilipili, kimeibua maswali mengi sana na kuibua majonzi kwa mashabiki na wadau wa tasnia ya burudani. Hadi sasa swali kubwa linaloendelea kugonga vichwa vya Watanzania ni nani amehusika na kifo chake na kwa nini tukio hilo limetokea. Taarifa rasmi kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma ndio zinazosisitiza kuwa kifo cha MC Pilipili hakikutokana na sababu za kawaida. Akizungumza Novemba 18, 2025, Kamanda wa Polisi mkoa wa Dodoma Galusi Hela alithibitisha kuwa uchunguzi wa kitibabu uliofanywa kwa ushirikiano wa polisi na madaktari umeonyesha wazi kuwa mwili wa marehemu ulikuwa na alama za kipigo, jambo lililoashiria uwezekano mkubwa wa matumizi ya nguvu yaliyosababisha kifo chake. Kwa mujibu wa Kamanda Hela, alama hizo zilikuwa tofauti na zile zinazoonekana katika vifo vya kawaida, hivyo kuashiria tukio lililohusisha vitendo vya ukatili. Kutokana na hilo, Jeshi la Polisi limeanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika, mazingira ya tukio na chanzo halisi cha ugomvi au shambulio lililosababisha kifo cha msanii huyo. Aidha, wananchi wenye taarifa zozote za siri au zilizo karibu na tukio hilo wametakiwa kujitokeza ili kusaidia katika kufanikisha uchunguzi huo. Mwili wa MC Pilipili ulifikishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma siku ya Jumapili, Novemba 16, 2025, majira ya saa 11 jioni na watu waliotajwa kuwa ni wasamaria wema. Dr. Ernest Ibenzi, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, alithibitisha kupokea mwili huo na kusema kuwa marehemu aliletwa tayari ameshafariki. Kufuatia umaarufu wa MC Pilipili na mchango wake katika burudani, kifo chake kimeacha maswali mengi ambayo sasa jamii inasubiri majibu yake kupitia uchunguzi wa polisi. Hadi kufikia sasa wahusika bado hawajajulikana na uchunguzi bado unaendelea. Endelea kufuatia Erasmi TV katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na Erasmi Update, yani ERTV, ili kuendelea kupata taarifa zaidi ya kile kinachojiri hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania.